soma kupitia EATV saa moja. Wachimbaji wadogo zaidi ya 500 wa madini kutoka kitongoji cha Kampilipili, kata ya Mbangala, wilaya ya Songwe, mkoani Songwe, wamefanya maombi na ibada kwa ajili ya kumfikishia ujumbe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ili awasaidie kutatua mgogoro wa eneo la kuchimba baada ya kutakiwa kuondoka licha ya kuwepo katika eneo hilo kwa Naomba mama nisikie mimi nakupiga goti mama. Naomba mama. Naomba nisikie. Na leo watoto wengi mama kupitia. Na mimi ndo mkubwa kwetu mama. Na mara naungama. Na baba ni Kampilipili mamangu. Nisikie mama. Nisikie uniache Kampilipili mama. Sina pa kupeleka hawa watoto mama, mimi niachia wajukuu na watoto wa ndugu zangu. Naombeni kwamba nibaki pa kuishi hapa mahali hapo. Sina pa kwenda ndugu zangu. Mimi na hawa watoto ambao ameniachia mama. Ona Mama Samia ametuendeleza vizuri. Vijukuu vyote nimezika hapa, watoto wangu wote nimezika hapa. Na nashukuru kutugombania ili tukae hapa tuzingatie makaburi yetu. Wachimbaji hao wamesema hawajui hatima yao ya maisha baada ya kutakiwa kuondoka katika eneo hilo wanalodai kuwepo kwa zaidi ya miaka 10, huku wakieleza kuwa ofisi zote wamepita lakini hawajapata ufumbuzi wa swala lao hilo. Hivyo wanaamini mtu pekee wa kulimaliza ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Eneo la Kampilipili lina leseni ambazo ni 19. Katika leseni 19 yupo mwekezaji mmoja ambaye ametukuta sisi wakazi wa Kampilipili tukiwa tunaishi katika leseni 4 kati ya 19. Tuambia tuzalishe tukajizalishie ndani au wapi, kwa sababu maeneo ambayo natakiwa tuzalishie ajira au tujiajiri wanatuambia sio ya kwetu. Wao watuambie maeneo yetu sahihi ni yapi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ni mfariji mkuu. Unatambua mioyo ya Watanzania. Tunakuomba mama, usikie kilio chetu, uingilie kati mgogoro wetu na utatue kwa haki mgogoro wetu. Sisi ni wana Kampilipili, tutaendelea kuwepo Kampilipili. Tunakuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tutetee, tusimamie, tupate haki yetu. Ripoti ya Kenneth Ngelesi, EATV Habari, Songwe. Asante kwa taarifa.